ambazo unajiunga nasi, ni taarifa za TV47 matukio awamu ya saa 7. Kwingineko ni kwamba hivi sasa tunaelekea katika kaunti ya Kisumu aliko mwandishi wetu Laban Shikokoti, ambapo wanafunzi katika shule za walemavu wamepokezwa sare za michezo kwa mara ya kwanza kama njia moja ya kuimarisha hali na viwango vya michezo na elimu kwenye shule hizo. Shikokoti, una yepi kuhusiana na swala hili? Na moja kwa moja kutoka jijini Kisumu, hapa nina washikadau katika sekta ya elimu wakiwamo walimu. Ikizingatiwa kwamba siku ya leo wanafunzi katika shule za walemavu ni afueni kwao baada ya kupokezwa hizi sare kutoka kwa seneta wa kaunti hii. Labda tukianza tu, kwa jina lako unaitwa nani na hatua ya leo watoto hawa kupokezwa sare inamaanisha nini? Asante sana. Kwa majina naitwa Barak Udhiambo. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya wanafunzi wasioweza kusikia ya Maseno. Kwanza ningependa kusema kwamba sisi kama washikadau katika elimu hii, sana sana kwa wale wanafunzi walio na mahitaji maalum, tunasema ni shukrani kwetu na tumefurahi sana, na tunataka tumpongeze na pia kumshukuru seneta wetu kwa kuona ya kwamba ametupatia hizi sare ziweze kutusaidia kama wadau kwenye sekta ya wanafunzi walio na mahitaji maalum. Kwa hivyo tunamshukuru sana, kwetu sisi ni furaha tele. Namshukuru sana. Kwa jumla ni shule ngapi ambazo zinanufaika na mpango huu wa ugavi wa sare? Kwa sasa tuko na shule 13, tukiwa na Maseno, shule wasiosikia, wanafunzi wasiosikia. Tuko na Lutheran, wale ambao wako na changamoto za kiakili. Tuko na Kibos School for the Blind, shule za wale wasiokuwa na uwezo wa kuona. Tuko pia na St. Martin de Porres, shule ya watoto ambao wako na cerebral palsy. Pia tuko na Joyland, shule ya wanafunzi ambao wako na ulemavu wa kimaumbile. Alafu kuna wale wengine ambao vile mwenzangu alitaja, wale ambao hawana uwezo wa kusikia, hawaongei, yani tunaita deaf blind. Pia kuna wale ambao tunaita autism ama autistic children. Kuna wale ambao pia ni cerebral palsy na wengineo. Kwa hivyo sisi ni furaha kwetu kama washikadau kwenye sekta ya elimu. Asante sana. Labda nije kwako tu, anza kwa jina lako, alafu tueleze siku ya leo inamaanisha nini kwa wakazi na watoto wenye ulemavu katika kaunti ya Kisumu. Asante sana. Kwa jina ninaitwa Caroline Templar, mwalimu mkuu kutoka shule ya wasioona ya Kibos. Tunasema asante sana. Ni shukrani kubwa sana kwetu kama watu wa Kisumu, SNE, wale ambao wanashughulikia wale wanafunzi ambao wako na shida fulani. Ni asante sana kwa profesa, kwa sababu mambo kama haya tujawahi ona. Lakini tumeona leo na tunasema ni asante. Na Mungu ambariki sana. Labda wito wako kwa wazazi ambao pengine hawajaweza kujua kwamba siku ya leo watoto wao wanaweza kupata hizi sare ni upi? Asante sana. Ningependa kuwahimiza sana wazazi ambao bado wameweka watoto ambao wako na ulemavu nyumbani, walete watoto hawa shuleni, kwa sababu kazi yetu ni kuwatunza, kukaa nao na kuwafanyisha vitu ambao mnaona leo. Hao watoto wana uwezo wa kufanya kila kitu. Unaitwa nani na utueleze siku ya leo inamaanisha nini? Asante sana. Kwa majina naitwa Simon Peter. Mimi ni manager mkuu kwa ofisi ya Senator wa Kisumu, ofisi ya Professor Senator Tom Ojienda. Ni furaha kuu kwetu kama ofisi kuwa na wanafunzi na walimu kwa mashule yenye kuna watoto wasiojiweza. Na ni furaha kwetu sana kuwa mara nyingi mashule kama hizi hawajazingatiwa na stakeholders wa Kisumu. So it's our pleasure as a county, as an office, and we want to encourage the schools that with this support we hope they will bring trophies for Kisumu County. Labda tu niulize swali la mwisho, ni kwamba hizi ni sare na tunaona ni aina moja. Labda nyinyi kama washikadau katika sekta hii ya elimu, ni sare aina ngapi ambazo zinapokezwa wanafunzi katika shule za walemavu?
Hapa tuna sare vile ziko aina 4. We have 4 teams that will be supported by this kit, and this is as per the request that came to our office. Unaweza ona pia rangi ni moja. Hii rangi ni rangi ya Kisumu County Special Needs Education. Na hapa we really hope that the uniforms will bring positivity in learning for special needs education. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kama vile ulivyoona, hii ndio hali katika kaunti hii ya Kisumu, washikadau katika sekta ya elimu wakilenga kuboresha hali ya michezo kwenye shule hizi za walemavu. Shule ya Lutheran na ile ya Joyland na vile vile shule ya Maseno School for the Deaf ni mojawapo ya shule ambazo zimeweza kunufaika na huu mradi au huu ugavi wa hizi sare kwa wanafunzi wenye ulemavu. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Naam, shukrani sana Laban Shikokoti kutoka